Ufuatao ni utaratibu wa kuingia kwenye mfumo wa uombaji mikopo kwa mwaka 2023-2024 na kuomba hatua kwa hatua hadi mwisho na kuiwasilisha fomu ya maombi iliyokamilika. Ingia kwenye mfumo wa uombaji mikopo, kipengele cha Loan Applicants, kisha bofya Apply for Loan. Iwapo umefanya mtihani ya Baraza la Mitihani la Tanzania, bofya NECTA. Chagua herufi S au P, kisha jaza namba ya shule au kituo ulichofanyia mtihani wa kidato cha 4, namba yako ya mtihani na mwaka uliomaliza. Jina la shule na jina lako vitajitokeza kwenye screen. Chagua kundi la shahada, mfano local undergraduate. Baada ya hapo utapokea namba ya malipo na kiasi cha kulipa. Ukishalipa ada ya maombi ya mkopo kwa kutumia namba ya malipo uliopatiwa, utaweza kuendelea kutengeneza akaunti yako kwa kubofya Continue to create an account. Sehemu hii utachagua, utatengeneza nywila au password, utaweka swali na jibu la siri. Baada ya kujiridhisha na usahihi kwa taarifa ulizojaza, utabofya Submit Form. Sehemu inayofuata ni Demographic Information. Katika kipengele hiki utajaza taarifa zako za makazi. Chagua mahali ulipozaliwa, chagua mkoa na wilaya, chagua mahali unapoishi sasa, chagua mkoa na wilaya, jaza anwani ya posta, kata, kijiji, namba ya nyumba, mtaa au barabara na posti kodi. Vile jaza namba yako ya NIDA. Iwapo tayari unaendelea na masomo chuoni, jaza taarifa zako za chuo. Eneo la taarifa zako, jibu maswali yafuatayo. Je, una ulemavu? Je, baba yako yupo hai? Je, mama yako yupo hai? Je, familia yako inafadhiliwa na TASAF? Je, una mlezi? Bofya Submit and go to the next step. Kulingana na majibu uliotoa katika hatua iliyotangulia, kama jibu lako la iwapo una ulemavu lilikuwa ndio, utatakiwa kuchagua aina ya ulemavu ulionao na kisha kuambatisha fomu iliyojazwa na daktari kuthibitisha ulemavu huo. Bofya Submit Form na kisha bofya Close. Hatua inayofuata ni kujaza taarifa za wazazi. Ukianza na taarifa za baba, jina la kwanza, la kati na la mwisho, kazi yake, anwani ya makazi, anwani ya posta, elimu ya baba, namba yake ya simu ya mkononi, namba ya nyumba, mtaa au barabara na posti kodi. Iwapo ulichagua baba amefariki, utapaswa kujaza mahali kifo kilipotokea Tanzania bara na kujaza namba ya uthibitisho wa kifo kutoka RITA. Au iwapo ulichagua baba amefariki, utapaswa kujaza mahali kifo kilipotokea Tanzania Zanzibar na kisha kuambatisha cheti cha kifo kilichothibitishwa na ZCSRA. Bofya Submit Form kisha Close. Jaza taarifa za mama, jina la kwanza, la kati na la mwisho. Jaza kazi ya mama, anwani ya makazi, anwani ya posta, elimu ya mama, namba ya simu ya mkononi, namba ya nyumba, mtaa au barabara na posti kodi. Bofya Submit Form na kisha bofya Close. Iwapo ulichagua mama amefariki, utapaswa kujaza mahali kifo kilipotokea Tanzania bara na kujaza namba ya uthibitisho wa kifo kutoka RITA. Bofya Submit Form na kisha bofya Close. Au iwapo ulichagua mama amefariki, utapaswa kujaza mahali kifo kilipotokea Tanzania Zanzibar na kisha kuambatisha cheti cha kifo kilichothibitishwa na ZCSRA. Bofya Submit Form kisha bofya Close. Iwapo ulifadhiliwa na TASAF, utatakiwa kujaza namba ya TASAF kwa kubofya Request TASAF Members, kisha chagua jina lako katika orodha ya wanufaika katika kaya. Bofya Submit Form na kisha Close. Hatua inayofuata ni taarifa za kitaaluma za muombaji. Idadi au ni mara ngapi umefanya mtihani wa kidato cha 4, elimu baada ya kidato cha 4, stashahada au kidato cha 6. Je, ulifadhiliwa katika elimu ya sekondari hadi kidato cha 4? Je, ulifadhiliwa baada ya kidato cha 4? Bofya Submit kisha Continue to next stage. Iwapo ulifadhiliwa, jaza jina kamili la mfadhili, namba yake ya simu, anwani ya mfadhili, kisha pakua fomu kwa kubofya Download Form 4 Corporate Sponsorship Form. Ambatisha fomu ya ufadhili wa elimu ya sekondari kidato cha 4 iliyosainiwa na kugongwa muhuri na mfadhili. Bofya Submit kisha bofya Close. Iwapo ulifadhiliwa elimu hadi kidato cha 6 au stashahada, jaza jina kamili la mfadhili, namba yake ya simu, anwani, kisha pakua fomu kwa kubofya Download Corporate Sponsorship Form. Ambatisha fomu ya ufadhili wa elimu ya kidato cha 6 au stashahada iliyosainiwa na kugongwa muhuri na mfadhili. Bofya Submit kisha bofya Close. Taarifa za mdhamini wa muombaji.
jina la mdhamini la kwanza na kati, jina la mwisho, jinsi, mkoa, wilaya, anwani ya posta, namba yake ya simu, kata, kijiji. Chagua na kuweka picha ya mdhamini, kitambulisho cha NIDA, kadi ya mpiga kura au kingine, namba ya nyumba, mtaa au barabara, posti kodi, namba ya kitambulisho, kitambulisho kiwe katika PDF na barua pepe ya mdhamini. Bofya submit form kisha bofya continue to the next stage. Mwisho kabisa, baada ya kujaza taarifa, ambatisha kurasa zilizosainiwa na kugongwa mihuri, ukurasa wa 2 na wa 5. Kurasa hizi ziwe katika PDF, zisizidi KB 800. Ukishapakia ukurasa wa 2, bofya submit page 2. Ukishapakia ukurasa wa 5, bofya submit page 5. Baada ya hapo utakuwa umekamilisha kujaza na kuwasilisha fomu yako ya maombi ya mkopo kwa njia ya mtandao. Tafadhali usitume nakala ngumu kuja Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu.